السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता से पिछले जुमे मैंने बताया था कि हज़रत Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Abdul Aziz anasema kwamba katika Ijumaa ya juzi nilieleza kwamba kuhusiana na kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa siku ile ilikuwa tarehe 12 ya Rabiul Awwal katika nchi ya Pakistan. Mikutano ya kusherekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inafanywa na sawa na desturi ya zamani, na ilikuwa wasiwasi kwamba hawa watu wanaosherekea siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawataeleza sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali badala yake watamtukana Sayyidina alayhi salatu wasalam na wataitukana jumuiya pia zaidi kuliko kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasusan katika mji wa Rabwa. Na taarifa iliyopatikana sawa ile taarifa ilitokea vile nilivyosema. Mikutano ilifanywa na walifanya maandamano na walimtukana Sayyidina alayhi salatu wasalam. Huzuri anasema hawa watu wana uhuru wa kusema wanayotaka, lakini wanajumuiya hawaruhusiwi kumtaja jina la Mwenyezi Mungu na kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huzuri anasema hii ndiyo ni kazi ya hawa maulama wabaya wa zama hii. Mwenyezi Mungu airehemu kaumu ili wapate uhuru kutoka katika maulama wa aina hii. Kutukana ni kazi ya maulama hawa wanaojiita maulama, na wataendelea kufanya hivi. Hawa watukane au walete vizuizi katika maendeleo ya jumuiya hawawezi kuzuia maendeleo ya jumuiya, bali kila upinzani utasaidia kupata maendeleo ya jumuiya. Sasa hivi nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Maandiko haya yanaonyesha shani na sifa na daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile mapenzi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ghara yake kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ya aina gani. Upande mmoja ni hawa wapinzani ambao wanatukana
na upande mwingine ni sainam alayhi salatu wassalam हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ambaye फजीलत बयान फरमाते anamsifu mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi gani हैं कि असल हकीकत ये है kwa kueleza ubora wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya manabii wengine wote sainam alayhi salatu wassalam anasema kuhusu hii kwamba uhakika ni kwamba mbora wa manabii wote ni nabii yule ambaye ni mlezi wa dunia hii गुमगश्ता nabii नाबदीद शुदा को ambaye kwa mkono wake ufisadi uliondolewa katika dunia hii nabii ambaye करके alithibitisha शुबहात मिटाए umoja uliopotea katika dunia hii वसवास दूर किए और सच nabii ambaye मान नजात kwa hoja की तालीम से aliondoa dhana mbaya ya watu wote फरमाया बस इस दलील से na alifanya mpango mkweli wa okovu रुतबा भी सब kwa upya kwa ajili ya watu wote किताबें आसमानी शाहिद है और जिनकी आंखें हैं वो आप भी देखते हैं historia वो नबी जो बमूजिब inaeleza na kitabu cha mbinguni pia ni shahidi na wenye macho wanaona wenyewe kwamba nabii इब्राहीम अहमदिया ambaye ni mbora wa manabii wote ni nabii yetu mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के maandiko haya ni katika barahini ya ahmadia सलाम फरमाते हैं kisha हजरत मूसा kuhusu hulka njema za mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza hulka zake anasema sinam alayhi salatu wassalam और ना hazrat musa alayhi salatu wassalam katika upole na katika huruma alikuwa mbora wa katika manabii wa wana wa israeli katika wana wa israeli si masi wala hakuna nabii mwingine ambaye anaweza kuwa sawa na musa alayhi salatu wassalam sawa na tora hazrat musa alayhi salatu wassalam katika upole na katika huruma alikuwa mbora zaidi kuliko manabii wote kama katika kitabu kitwacho namba imeandikwa kwamba musa alayhi salatu wassalam katika watu wote waliopo ardhini alikuwa mpole na mpole zaidi अखलाक फाजला हजरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na कुरान torat haikusema maneno haya kuhusu manabii wengine wote wana waisraeli की हजरत खातमुल अंबिया lakini hulka zilizoelezwa katika qurani tukufu kuhusu mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora zaidi kuliko hulka za musa alahi salatu wassalam kwa sababu mwenyezi mungu amesema katika qurani tukufu kwamba mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora wa hulka njema na और अजीम के लफ्ज के साथ जिस kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mwenyezi mungu innaka la ala khuluqin azim bila shaka wewe una hulka njema zaidi kuliko ये कहा जाए hulka za watu wote wengine तो इससे ये मतलब होगा कि जहाँ तक दरख्त hulka njema sawa na lugha ya kiarabu inaonyesha ni hulka ambayo ni hulka bora ऐसा ही मिसाल ikisema kwamba mti huu ni mti adhim maana yake ni kwamba sifa ambazo zinaweza kupatikana katika mti sifa zote zinapatikana katika mti huu vile vile ni maana ya aya hii kwamba kadiri hulka njema inaweza kupatikana mwanadamu anaweza kupatikana hulka zile zote zinapatikana ndani ya mtume wetu muhammad sallallahu alaihi wasallam basi sifa hii ni sifa ambayo haiwezi kupatikana sifa hii और कोई नबी na sehemu nyingine kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wakana fadhlullahi alaika azima bila shaka juu yako ni fadhila za mwenyezi mungu na hakuna nabii mwingine ambaye anaweza kupata daraja kama daraja yako na bishara hii inapatikana katika zabur mlango 45 kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyosemwa kwamba mungu ambaye ni mungu wako
amekupatia ubora zaidi juu ya manabii wote. Hazur anasema maandiko haya pia ni kutoka katika barahini ya ahmadia. सैयदना मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं kisha वो आला दर्जे का नूर nuru इंसान को ya hali ya juu aliyopata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kueleza hali ya nuru ile, Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema nuru ile ya hali ya juu ambayo manadamu alipewa, yani manadamu mkamilifu, nuru ile alikuwa haipatikani katika malaika, katika nyota, katika mwezi, katika jua, wala ilikuwa haipatikani katika bahari na katika mito ya ardhi, wala ilikuwa haipatikani katika lali na yakut na almasi. Mukhtasari wake ni kwamba nuru ile ilikuwa haipatikani kitu chochote cha mbinguni na ardhini, ilikuwa katika manadamu moja ambaye ni manadamu mkamilifu, ambaye mfano wake mwema ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni sayyidul anbiya na sayyidul ahya. यानी उन लोगों को भी Basi nuru ile alipewa yule manadamu, na kadiri ya imani walipewa wenzake pia wale watu ambao walikuwa wakifanana na kidogo na को मस्तूक mtume sallallahu alaihi wasallam, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती थी na जैसा कि खुद खुदा ताला कुरान mfano wake कुल इन्ना सलात mzuri alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa nafanana na sifa zake. Kama Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an tukufu, inna salati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اسلمت وجهي لله وامرت ان اسلم لرب العالمین، یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَأُمِرْتُ قربانیاں أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. زندہ رہنا اور میرا Yani waambie kwamba swala yangu na ibada yangu na juhudi yangu na kujitolea kwangu جس کا کوئی na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, مسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ni Mungu ambaye ni Mungu wa walimwengu na hana mshirika. Na nimeamrishwa kwamba mimi ni Muislamu wa kwanza tangu awali wa dunia hii mpaka mwisho. Hakuna mkamilifu zaidi kuliko mimi, ambaye anampenda Mwenyezi Mungu zaidi kuliko mimi, ambaye anamrudishia Mwenyezi Mungu amana zake. دینے والوں سے مراد یہ ہے Kumrudishia amana ya Mwenyezi Mungu maana yake ni kwamba حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد جو فرائض و حقوق تھے ana ادائیگی کی، جو انتہا ہو سکتی تھی وہ فرمائی. mwanadamu aliyopewa kazi yoyote na majukumu yoyote, na kazi aliyopewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alitimiza majukumu yale yote vizuri. Amesema Sinam al-Islam kwamba katika aya hii imekataliwa maoni ya wale watu ambao wanakuwa na imani hii kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mbora mkamilifu juu ya manabii wengine, na kwa kueleza hadithi dhaifu anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu ametuzuia kwamba msini nipatie bora zaidi juu ya Yunus nabii. Hawaelewi kwamba ile hadithi kama ni sahihi, haijulikani kwamba ile hadithi ni sahihi, lakini hata kama tunasema kwamba ile hadithi ni sahihi, katika hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya kwa sababu ya unyenyekevu, na hii ilikuwa tabia yake. Kila kitu kinachosemwa inakuwa na mahala pake. فاسقوں سے بدتر ہے Kama mtu akiandika katika barua kwamba ni عباد اللہ mnyenyekevu zaidi kuliko watu wote, si maana yake kwamba yeye ni mbaya zaidi kuliko watu wote, hata mbaya zaidi kuliko washirikina. Na mtu akiamini kwamba kwa sababu ya kuandika kwake katika barua kwamba yeye ni mbaya kuliko watu wote, basi yeye ni mbaya zaidi. اور تمام متیوں Inatakiwa ikumbuke kwamba Mwenyezi Mungu anamtaja mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina la awwalul muslimin. صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے، تو پھر کیا
na anamfanya kuwa kiongozi wa mchao mwenyezi mungu wote, गुंजाइश है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आला में basi je baada मौसूफा बाला ya hii anaiamini qurani tukufu anaweza kusema kwamba दर्जा वही ठहरा shani ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam si bora zaidi juu ya manabii wote? Katika aya hii mwenyezi mungu ameweka madaraja kadhaa kwa ajili ya islam, na daraja ya hali ya juu ni daraja ile ambayo alipewa maumbile ya mtume wetu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. जुमला दनी राह Anasema katika sharia kiajemi maana yake ni kwamba इसरा में तेरे ही तुफैल से फरमाते हैं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फिर बकिया तर्जुमा musa na isa ni katika kundi lako, अपने रसूल को फरमाता है na hawa wote walipatikana kwa sababu ya baraka zako. Sayyidina al-Islam anasema zaidi kwamba tafsiri zaidi ni hii kwamba mwenyezi mungu anamwambia mtume wake kwamba uwaambie njia yangu ni njia iliyonyoka, से मोहब्बत रखते kwa hiyo nyinyi mfuate njia ile na msifuate njia ingine, kwa sababu njia ile ingine itawapelekeni mbali katika mwenyezi mungu. खुदा ताला से Mwambie ikiwa mnampenda mwenyezi mungu basi nifuateni, गुनाह बख्श देगा। उनको कह दे fuateni njia yangu, yani njia ya islam, कि अपने तमाम वजूद ndipo mwenyezi mungu atawapendeni na atasamehe dhambi zenu. Na uambie kwamba njia yangu ni hii, kwamba nimeambiwa kwamba nijitolee kwa ajili ya mwenyezi mungu na उसी का और उसी की राह का हो जाऊं, सो मैंने अपने तमाम वजूद niwe था खुदा ताला का कर दिया है। mtumishi wa mwenyezi mungu जो कुछ मेरा है वो सब उसका है। na niwe kwa ajili yake, ये तो है मुकाम आदर na yoyote nilikuwa ninayo nimefanya kwa ajili ya mwenyezi mungu, जो कायम yoyote ninayo ni ya mwenyezi mungu. इनका देखे ये उसका है कि वो तो रहमत लेकर Hii ndiyo ni daraja ya mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam, वज़ीयत na ni mfano ambao ni mfano wa mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Angalieni mfano wa wapinzani wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta rehema, lakini hawa wapinzani wetu wanawaudhi watu wanaosema shahada, wanaotamka shahada. फैज़ और नबूवत की वसअत बयान फरमाते Maandiko haya niliyosoma ni kutoka katika kitabu kiitwacho aina kamalati islam. हैं कि मूसा और ईसा Kisha kwa kueleza सल्लल्लाहु अलैहि upana wa baraka ya mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sayyidina alayhi salatu wasalam anasema musa na isa उसी एक खुदा में तीन शाने na mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam mungu wao alikuwa mungu mmoja, si miungu mitatu, और फिरौन lakini kwa sababu ya kuonyeshwa kwake shani yake तजल्ली shani tatu imepatikana katika mungu mmoja, kwa sababu musa alayhi salam alikuwa kwa ajili ya wana wa israeli na kwa ajili ya firauni. तमाम ndiyo maana थी kudra yake तालीम भी alionyesha mwenyezi mungu ilikuwa kwa ajili yake tu. ऐसा ही हज़रत ईसा Ikiwa musa alayhi salatu wassalam angekuwa kwa ajili ya watu wote, bila shaka mafundisho ya torauti pia isingekuwa kama गलती का कुछ ताल्लुक न था। kama iliyoletwa, इसलिए कुदरत kwa sababu musa alayhi salam alikuwa kwa ajili ya wana wa israeli na kwa ajili ya firauni, na alikuwa hahusiki na watu wengine. और वही है ndiyo maana shani ya mwenyezi mungu ilikuwa चूंकि इंजील ये ilikuwa kwa ajili लगी वो ऐसे ya uwezo wako, kwa ajili ya wana wa israeli na sawa na uwezo wao. और अखलाकी खराबियों की इसलाह के लिए थी, तमाम दुनिया के मुफासद पर नजर न थी, इसलिए इंजील भी Na अल्लाह से कासिर, vile vile बल्कि वो सिर्फ mafundisho ya injili pia kwa ajili ya kurekebisha hali ya mayahudi, na ilikuwa si kwa ajili ya watu wote. और जो ndiyo maana haileti mafundisho kwa ajili ya watu wote, bali inarekebisha hulka mbaya ya wale watu ambao walikuwepo wakati huo na watu waliokuwa wakiishi katika nchi zingine au wataka kuja katika siku za usoni. Mafundisho ya injili haihusiki na watu hawa. तो इंजील की तालीम ही नाकस थी, Ikiwa injili mafundisho yake ingekuwa kwa ajili ya watu wote, basi mafundisho yake yasingekuwa kama yanapatikana siku hizi. Lakini bahati mbaya ni kwamba mafundisho ya injili ilikuwa si mafundisho kamili, na upande mwingine walibadilisha mafundisho yao, walibadilisha katika sura hii kwamba walimfanya mwanadamu mmoja kuwa mungu,
na wakaleta itikadi ya kafara, na kwa sababu ya hiyo walifunga mlango wa kurekebisha hali ya wanadamu. और दूसरी ये कि वो अमली तौर पर आगे कदम नहीं बढ़ा सकती upande mmoja wakristo hawezi kupata msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ufunuo umekatika sawa na mafundisho yao, na upande mwingine kwa sababu ya kafara hawezi kupata maendeleo katika maisha ya kiroho, kwa sababu kafara imefunga mlango wa kupata maendeleo katika maisha ya kiroho. Lakini Qur'an tukufu mafundisho yake yalikuwa si kwa ajili ya muda mfupi, na kulikuwa hakuna kasoro katika mafundisho yake, iwe kwa ajili ya zama au iwe kwa ajili ya mahali. Kulikuwa hakuna kasoro ndani ya Qur'an tukufu, na ndani yake uhuruma ilikuwa ikipatikana. Ndiyo maana shani kamili ya Mwenyezi Mungu ilipatikana ndani yake. Khatamul Anbiya si kwa maana hii kwamba baraka haitapatikana katika siku za usoni, bali Khatamul Anbiya maana yake ni kwamba bila baraka yake hakuna anayeweza kupata baraka, na kwa ajili ya umma wake mpaka siku ya kiyama mlango wa ufunuo hautafungwa, na bila yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna khatam, yani muhuri. Ni kwa sababu ya muhuri yake utume unaweza kupatikana, na huruma wake na mapenzi yake hayakutaka kwamba umma ubaki bila baraka, na hakupendelea kwamba mlango wa huruma ufungwe, bali kwa ajili ya kuthibitisha nishani ya muhuri wake alitaka kwamba baraka ipatikane kwa sababu ya muhuri yake. Kwa maana hii Mwenyezi Mungu alimfanya kuwa Khatamul Anbiya. Imethibitika kwa ajili mpaka siku ya kiyama kwamba yeyote ambaye hataki kuwa katika umma wake kweli kweli na hajipotezi katika mapenzi yake, mtu wa aina hii hawezi kupata ufunuo kamili wala hawezi kuitwa muaminio mkamilifu, kwa sababu utume wa sheria ulikatika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini utume wa kivuli maana yake ni kwamba kupata baraka kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utume huu utabaki mpaka siku ya kiyama, ili nishani hii isifutike duniani kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa zake ilitaka kwamba mpaka siku ya kiyama milango ya ufunuo imebaki wazi. Katika hadithi yote sahihi haipatikani kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuja nabii ambaye si katika umma wake, nabii ambaye hatapata baraka kutoka katika utii wake. Maandiko haya ni kutoka Hakikatul Wahi. Kisha kwa sababu ya maombi na malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maendeleo aliyopata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza hali hii Sayyidina al-Islam anasema kwamba katika mioyo ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa shauku ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ilileta athari katika mioyo yao hali hii kwamba waliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kama kondoo na mbuzi. Je, mtu anaweza kuonyesha nishani hii katika umma mwingine kwamba wao pia walionyesha mfano huu? Kisha Sayyidina Al-Islam alitoa mfano wa Musa alayhis salam kwamba hali hii haipatikani katika wafuasi wake, na kisha akasema angalieni hali ya Isa alayhis salatu wasalam. Wasaidizi wa Isa alayhis salam wote walikuwa pale, kwa kuona mateso na msiba walikimbia na hawakuonyesha imara, na uoga uliwashinda. Lakini masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chini ya kivuli cha upanga walionyesha uimara, na mfano wake haupatikani. Na kwa kusoma mifano hii mtu analia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitia mapenzi mioyoni mwao, na
जो उनसे ज़हूर में नहीं ilikuwa mkono gani ambao ulileta mabadiliko aina hii, kwamba zamani hali yao ilikuwa hii kwamba walikuwa wadudu wa dunia na walifanya maasi na dhambi ya kila aina, lakini kwa sababu ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivutika kwa Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba kama Mwenyezi Mungu ameshuka ndani yao. Nasema kwa kweli kweli kwamba hii ilikuwa kwa sababu ya mapenzi na malezi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba aliwavuta katika maisha mwema, na watu maelfu walioingia katika Islam sababu yake ilikuwa si upanga, bali ilikuwa kwa sababu ya maombi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifanya miaka 13 katika mji wa Makka, na ardhi ya Makka ilitamka kwamba nipo chini ya miguu yenye baraka, ambaye alieneza umoja kiasi hiki kwamba mbingu ilijaa kwa maombi yake, na hajali kwamba mtu akikubali au asikubali, lakini anaendelea kufanya maombi. Hali hii iliyopatikana katika kisiwa kisha ilienea duniani. Hii ilikuwa kwa sababu ya maombi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maombi yake yalikuwa yakitoka katika kifua chake. Amesema kwamba kila taifa kilipotea na kilienda mbali katika umoja, lakini kichemchem cha Islam kiliendelea kuenea, na hii ilikuwa kwa sababu ya maombi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama alisema Mwenyezi Mungu, la'allaka ba'u nafsaka la yakunu mu'minin, je utakufa kwa sababu ya huzuni hii kwamba hawa watu hawaamini? Basi ikiwa katika umma wa manabii wengine hali hii haikupatikana, sababu yake ni hii kwamba maombi ya aina hii hawakufanya. Lakini bahati mbaya Waislamu wa zama hii hawakuheshimu nabii wao, bali walipotea. Wanafanya maana ya khatme nabuwat ambayo ni fedheha kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam badala ya sifa yake, kana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana nguvu ya kueneza baraka kwa ajili ya watu wengine. Na Waislamu wanathibitisha kwa vitendo vyao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kufundisha sheria isiyo na baraka, bali mtume sallallahu Mwenyezi Mungu anafundisha dua hii kwamba ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Basi ikiwa umma huu si warithi wa manabii waliotangulia, basi kwa nini Mwenyezi Mungu alifundisha dua hii? Hazur anasema maandiko haya pia ni kutoka Hakikatul Wahi. Kisha kwa kueleza miujiza ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam anasema katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtu anaonyesha miujiza ambayo ni zaidi kuliko nguvu ya wanadamu. Anaonyesha miujiza ambayo inakuwa zaidi kuliko nguvu ya ubinadamu. Amesema kwamba miujiza hii inakuwa zaidi ya nguvu ya wanadamu na inakuwa na msaada wa Mwenyezi Mungu, kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa vita ya Badri alirusha mawe juu ya makafiri, na mawe haya hayakurushwa kwa sababu ya maombi, bali alirusha kwa sababu ya nguvu ya kiroho yake, na mawe haya yalionyesha msaada wa Mwenyezi Mungu, na ilileta athari kwamba haikubaki mkafiri hata mmoja ambaye hakupata athari yale mawe. Bila shaka hewa ilipatikana kwa sababu ya yale mawe, lakini sababu yake ilikuwa yale mawe yaliyorushwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makafiri yakawa kama ni vipofu na wakaanza kukimbia hapa na pale. Kuhusiana na miujiza hii Mwenyezi Mungu anasema, wama ramaita iza ramaita walakin Allah rama, wakati uliporusha si wewe ulirusha bali Mwenyezi Mungu alirusha, kwa sababu nyuma ya mkono wako alikuwa nguvu ya Mwenyezi Mungu.
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na ilikuwa si kazi ya nguvu ya mwanadamu, ilikuwa kazi ya nguvu ya Mwenyezi Mungu aliyofanya kazi. जो उनका वाक़या kisha alisema Sayyidina alayhi salam kwamba muujiza mwingine ni ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kupasua mwezi, pia ilikuwa kwa sababu ya nguvu hii. Wakati mwezi ulipopasuka बहुत से मौजूद na kulikuwa hakuna maombi pamoja na muujiza huu, bali kwa ishara ya kidole सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na ilikuwa दुआ न थी nguvu ya Mwenyezi Mungu nyuma ya kidole ile, kwamba mwezi ulipasuka. vile vile kuna miujiza mingine ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionyesha, na pamoja na miujiza hii kulikuwa hakuna maombi. Baadhi wakati maji kidogo kwa sababu ya kuweka vidole aliongeza kiasi hiki kwamba watu wote na wanyama wote, ngamia na farasi walikunywa, hata maji yalibika bali yalibaki. Na baadhi wakati kwa kuweka mikono juu ya chapati 2-3 aliongeza kiasi hiki kwamba watu maelfu walishiba kwa sababu ya yale chapati 2-3. na baadhi wakati पानी वाले कुएं में kwa sababu ya kunywa maziwa kidogo इसको निहायत aliongeza kiasi hiki kwamba watu wengi walikunywa. रूहों पर na baadhi wakati katika kisima kilichokuwa na uchumwi, katika maji yake ulikuwa uchumwi, kwa kutuma mate yake alifanya ile maji kuwa maji safi na tamu. na baadhi wakati kwa kuweka mkono wake juu ya wagonjwa aliwaponyesha. na baadhi wakati yule ambaye jicho lake lilitoka nje kwa sababu ya maradhi, kwa mkono wake alirekebisha jicho lake na alipona. vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi chungu mzima kwa baraka zake, lakini nyuma yake ilikuwa kudra ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa inafanya kazi. जिंदा है आसमान पे आप फरमाते हैं कि हमेशा kisha kuhusu maisha ya mbinguni ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza hali yake Sinam al-Islam anasema kwamba अंबिया औलिया maisha ya milele ya mbinguni ni maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. में अता की जाती है जो दूसरों को नहीं। Inathibitika kwa इसी तरह वो हदीस kupitia vitabu vyote vya mbinguni kwamba manabii wanahuishwa baada ya kufa kwao na wanapewa maisha ambayo wengine hawapewi. देगा और जिंदा कर na hadithi ile inaashiria kuhusu hii hadithi ambayo inasema kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu hata niacha niwe maiti katika kaburi, bali Mwenyezi Mungu atanihuisha na nitafufuliwa. Tafsiri ya hadithi ni kwamba heshima yangu kwa Mwenyezi Mungu ni zaidi kuliko hii, kwamba mimi nibaki zaidi ya siku 40 katika kaburi langu. कब्र में रखे, यानी मैं इस मुद्दत के अंदर अंदर जिंदा होकर आसमान की तरफ उठाया जाऊंगा। Tafsiri halisi ya hadithi hii ni kwamba heshima yangu ni zaidi kuliko hii, kwamba Mwenyezi Mungu aniweke zaidi ya siku 40 katika kaburini. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Lakini hakuna Muislamu yeyote anayesema kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hai mbinguni. मसीह Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, sasa inatakiwa iangaliwe kwamba के ईसा mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuishwa kwake kaburini na kufufuliwa kwake kwa kweli ni kwamba kufufuliwa kwa Isa alayhi salatu wasalam kuna ubora gani ndani yake, ilhali maisha yake ni chini zaidi kuliko Musa alayhi salatu wasalam. तस्मीम दुनियावी जिंदा हैं। na hadithi ya Miraj pia inathibitisha मुशाबियत है इसकी kwamba जिस इस लिहाज से manabii wote wako hai huko mbinguni. माया जिंदा हैं और शहदा की निस्बत उनकी जिंदगी अकमल व अकवा है। अब शहदा के बारे में फरमाता है उनको मुर्दाना का वो जिंदा है, लेकिन अंबिया से बहुत बढ़कर है। na wao वह maisha yao ni bora zaidi kuliko maisha ya watu waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. हज़रत मसीह तो सिर्फ दूसरे आसमान na maisha bora ni maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. याया के साथ मुकीम है, लेकिन हमारे सैयद मौला सल्लल्लाहु Masih alayhi salam alikuwa katika mbingu ya pili pamoja na kazani yake pamoja na kiongozi wake Hadrat Yahya alayhi salatu wasalam, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipanda mbingu ya juu, mbingu ambayo hakuna mbingu nyingine juu ya mbingu ile, kama alisema Mwenyezi Mungu inda sidratil muntaha. Vile vile umma wake
unapomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam maombi haya yanamfikia allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin aksara mimma sallaita ala ahadin min anbiyaika wa barik wasallim. Huzur anasema maandiko haya niliyosoma ni kutoka katika kitabu kiitwacho Izalauham. Kisha kwa kueleza jambo hili kwamba tulimtambua Mwenyezi Mungu kwa kumpitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kila kiungo cha mwili wetu kinamsujudu Mwenyezi Mungu. Kwa mkono wake kila roho na kila kitu cha ulimwengu kilipatikana, na kwa sababu yake kila mmoja anapata uhai na maisha, na hakuna kitu kilicho nje katika elimu yake. Iwe baraka maelfu na maelfu juu ya nabii wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kumpitia yeye tulimpata Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu hai na ambaye kwa ufunuo wake anathibitisha kwamba yeye yupo hai, na yeye anatuonyesha uso wake wenye nguvu ya kila aina. Na tulimpata Mungu ambaye kwa nguvu yake kamili alitengeneza na aliumba kila kitu. Min ghairi yake yeye hakuna kitu kilichopatikana, na bila msaada wake hakuna kitu kinachoweza kubaki. Mungu wetu ni mwenye baraka chungu mzima na ni ihsani ya chungu mzima. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba yoyote nilipata kwa kumpitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnasema kwamba mimi namfedhesha mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mimi yoyote nilipata kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kitabu chake kiitwacho Minanur Rahman, ni katika lugha ya Kiarabu, nitasoma tafsiri yake. Anasema Sayyidina Ahmad alayhi wasallam kwamba ufaulu wangu ni kutoka kwa Mungu wangu. Mimi namsifu Mwenyezi Mungu, namswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraka zote zilipatikana kumpitia yeye. Ni yeye ambaye alinipatia baraka, na ni yeye ambaye aliyeotesha mimea yangu ya kiroho na mbegu yangu ya kiroho. Kisha anasema yoyote nilipata kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba kama alivyozungumza na Ibrahim alayhi wasallam, kisha alizungumza na Ishaq na Ismail na Yakub na Yusuf na Musa na Masih ibn Maryam, na baada ya hawa wote Mwenyezi Mungu aliongea na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aliongea naye kiasi hiki kwamba alileta ufunuo uliokuwa kamili, na yeye alinipatia baraka ya ufunuo pia. Lakini baraka hii ya ufunuo nilipata kwa sababu ya kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa nisingekuwa katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nisingemfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata amali zangu zingekuwa sawa na milima ya dunia, nisingeweza kupata ufunuo huu na hali hii niliyopata kwa sababu ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu bila kuwa na baraka ya utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna baraka inayoweza kupatikana au utume unaweza kupatikana. Hakuna nabii anayeweza kuwa mwenye sheria, lakini nabii ambaye chini ya sheria mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaweza kuja. Maandiko haya ni kutoka katika tajiliyat ilahia. Kisha kwa kumsifu Mwenyezi Mungu na kwa kueleza habari ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema Sayyidina alayhi wasallam, tunakushukuru Mola wetu, ulituonyesha njia ya kukutambua na kwa kuteremsha vitabu vyako,
alituokoa katika makosa ya akili. Iwe baraka na salam maelfu juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na juu ya ahali zake, ambaye kwa kumpitia Mwenyezi Mungu aliongoza dunia iliyopotea, mlezi ambaye aliwaongoza watu katika njia iliyonyoka, yule ambaye aliwaokoa watu katika ushirikina ya masanamu, ile nuru ambayo alieneza nuru ya umoja duniani, yule ambaye aliyeuisha wafu, yule mrehemevu ambaye alikubali mateso ya kila aina kwa ajili ya umma wake, yule shujaa ambaye alituokoa katika mdomo wa mauti, yule mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye aliyenyekea katika dunia hii, yule ambaye alikataa masanamu yote, alikuwa muujiza wa Mwenyezi Mungu, na kwa kuwa ummi alipata ushindi juu ya wasomi wote, na aliwaambia mataifa yote makosa yao. Sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lazima, ni jukumu la muaminio. Bila kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kupata madaraja ya mapenzi ambayo muaminio anatakiwa awe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bila kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam maombi hayawezi kupokelewa. Lakini tunatakiwa tukumbuke jambo hili pia. Lengo la kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam linatakiwa liwe mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na inatakiwa mapenzi haya yawe juu ya kila kitu. Kwa kueleza sababu na shabaha ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, Sinam al-Islam anasema kama nilivyosema kwamba tunatakiwa tumsalie mtume sallallahu alaihi wasallam ili Mwenyezi Mungu ateremshe baraka zake juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam awe chemchem ya baraka kwa ajili ya walimwengu. Inatakiwa dua hii ifanywe kwa unyenyekevu, kama mtu kwa wakati wa msiba na shida anafanya maombi kwa unyenyekevu sana na kwa moyo sana. Amesema hata mtu anatakiwa afanye maombi kwa unyenyekevu zaidi kuliko anapofanya maombi kwa ajili yake, na anapofanya maombi kwa ajili yake anatakiwa anapomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam amswalie kwa moyo wake zaidi, na wakati anapomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam asiwe na nia hii kwamba atapata baraka hii kwa sababu ya hii, bali anatakiwa amsalie mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mapenzi, na amsalie mtume sallallahu alaihi wasallam ili baraka zishuke juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baraka hizi zipatikane duniani. Hii ndiyo Huzur anasema, hii ndiyo ni mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam katika barua yake mmoja alimwandikia Abbas Ali Shah ambaye aliritadi baadaye. Sayyidina alayhi salam anasema katika barua yake, uendelee kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mtu anataka baraka kwa ajili ya mpenzi wake, vile vile utake baraka kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ufanye maombi haya kwa unyenyekevu, na maombi haya yanatakiwa yasiwe kwa ajili ya kuonyesha watu wengine, bali unatakiwa uwe na urafiki na mapenzi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
na maombi yaombwe kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alama ya mapenzi yake ni kwamba mtu asichoke kwa kumsalia wala asiwe na tamaa ya nafsi katika maombi haya ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, bali amsalie ili baraka za Mwenyezi Mungu zishuke juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha alisema Sinam alayhi salam katika hafla fulani kwamba kwa baraka ya Durud Sharif mimi naona kwamba baraka za Mwenyezi Mungu zinashuka kwa nuru ya aina fulani juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya kufika pale inaingia katika kifua cha mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kwa kutoka katika kifua chake inakuwa mitaro chungu mzima. Bila shaka hakuna baraka inayoweza kumfikia mtu mwingine bila baraka ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Ni kuharakisha arshi ya Mwenyezi Mungu ambamo mitaro hii inatoka. Yoyote anayetaka baraka ya Mwenyezi Mungu anatakiwa amsalie mtume sallallahu alaihi wasallam ili haraka ipatikane katika arshi ya Mwenyezi Mungu. Kisha katika barua nyingine Sinam alayhi salatu wasalam anasema kuhusu idadi, yani kiasi gani inatakiwa durud iswaliwe. Lakini Sinam alayhi salam anasema kwamba durud sharif iliyotoka katika ulimi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni durud sharif yenye baraka sana, na durud sharif ni hii: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amesema Sinam alayhi salatu wassalam kwamba durud sharif hii ni yenye baraka zaidi kuliko maombi mengine, na mimi nafanya durud hii, na hakuna idadi fulani kwamba inatakiwa mtu asome mpaka idadi fulani, bali anatakiwa aendelee kusoma durudhi hii mpaka apate hali ya unyenyekevu na apate athari katika moyo wake. Kisha kwa kueleza jambo hili kwamba kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam hekima yake ni nini, anasema Sinam alayhi salam, ingawa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hahitaji ombi la mtu mwingine yoyote, lakini katika kumsalia kwake kuna siri, na siri yake ni hii kwamba mtu ambaye kwa sababu ya mapenzi yake anataka baraka kwa ajili ya mwingine, na kwa sababu ya mapenzi yake yeye anakuwa kiungo cha nafsi yake au kwa ya baraka zake, kwa sababu juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka zake, baraka za Mwenyezi Mungu ni chungu mzima. Kwa hivyo wale wanaomsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya mapenzi, wao wanapata sehemu sawa na imani yao. Bila mapenzi mtu hawezi kupata baraka hii. Sasa hivi mimi nitasoma shairi ya Sinam alayhi salatu wassalam aliyosema katika lugha ya Kiarabu katika shani ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Shairi hili linaonyesha shani na sifa za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile Sinam alayhi salatu wasalam katika shairi hili ameonyesha mapenzi yake. Hayo yote niliyosoma mbele yenu yanaonyesha mapenzi ya Sinam alayhi salatu wasalam alikuwa nayo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinam alayhi salam anasema, la shakka anna Muhammadan khairul wara raikul karame wa nukhbatul ayani. Bila shaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora katika viumbe wa Mwenyezi Mungu, na yeye ni kiongozi wa viongozi.
wallahi inna muhammadan karidafatan के तौर पर हैं। wa bihil wasulu wa suddatil sultani फरमाया Ba- इन्नी लकत wallahi mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama naibu wa mwenyezi mungu na kwa kumpitia yeye mtu anaweza kupata mapenzi ya mwenyezi mungu ini lakad uhiito करने से जिंदा min ahyaihi सुभान अल्लाह wa wahan liijazin wama ahyani bila shaka kwa sababu ya kuisha kwako nimepata uhai का ला na umeniuhisha vizuri sana फारिक आजानी ya sayidi का मैं kad jitu babaka laifa यादी बनकर आया हूँ walkomo bil ikfarik al adhani e mola wangu काफिर nimekuja mlangoni kwako उनजुर इलैया na nimeleta ombi kwako अना आहकर इल्मानी kwa sababu taifa imenisumbua kwa kuniita kafiri unzuru ilayya birahmatin wa tahannunin ya sayyidi an ahkarul gilmani unione kwa rehema na kwa huruma ewe mola wangu mimi ni mtumishi mnyenyekevu jismi yatiro ilayka min shaukin ala ya laita kanat quwwatu tayarani mwili wangu kwa sababu ya shauku inaruka kwako lao ningekuwa na nguvu ya kuruka हमें हकीकत hazur anasema nimeeleza mifano kadhaa ya mapenzi ya sinam alah salam kwa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam आखिर में फिर mwenyezi mungu atujalie sisi kwa kweli kweli tuweze kuelewa shani hii na sifa hizi za mtume muhammad sallam na tuweze kufuata sifa hizi za mtume saa sallam mwishowe nataka इनमें से लाजमी की kusema kwamba fanyeni maombi kwa ajili ya umma wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hawa waendelee kutusumbua लेकिन au kutuita kwa majina gani मोहम्मद मुस्तफ़ा sisi वसल्लम की तरफ मंसूब कर hatujali kwa sababu wapo wengi ambao kwa sababu ya kutokuwa na elimu au kwa sababu ya haufu ya maulamaa wanapinga jumuiya lakini hawa wote wanajinasibisha kwa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya hii फसादों और झगड़ों ने kuhusu hali yao tunatakiwa tufanye maombi mwenyezi mungu awaondoe katika hali hii nchi आए और ये सब nyingi za waislamu imeingia katika ufisadi na kwa sababu ya hii wamefika katika mdomo wa mangamio mwenyezi mungu arehemu na waweze kutoka nje katika hali hii viongozi wao na wenye siasa pia hawana haufu wala hawana uadilifu mwenyezi mungu awajalie wawe na uadilifu na haufu इजहार करके जाया कर रहे हैं उस मोहब्बत को बल्कि नुकसान na watu wa kawaida pia kwa sababu ya kuwafuata hawa maulamaa wa अल्लाह ताला इनको majina इंसाफ से wasipoteze उससे mapenzi yao kwa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyezi mungu awajalie waweze पैदा होने वाले हैं जो बाजार नजर आ रहे हैं kuipenda nchi थोड़ी kwa moyo इन लोगों की है अगर यही हालात रहे pengine तो ये कहीं hali inayoonekana inaonyesha kwamba itakuwa माकूमियत में न vurugu sana hali hii ikiendelea kupatikana isije hawa waislamu पर जो गलत तंजीमें काम wakawa और अल्लाह ताला watumishi au watumwa हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के wa watu wengine इस्लाम को kwa hiyo kuna haja sana ya kufanya maombi इनसे भी जल्द उम्मत को छुटकारा makundi kwa jina la islam yaliyoundwa na अब तो ये दुनिया yanafedhehesha jina la mtume saa salam na jina la islam mwenyezi mungu इस्लाम के खूबसूरत awapatie waislamu uhuru katika makundi haya kwa sababu makundi haya yamekuwa hatari kwa ajili ya dunia pia वो तो इसलिए kwa sababu hawa watu wanaharibu uso mzuri wa islam na juhudi yetu ya kueneza mafundisho mazuri ya islam kwa sababu ya vitendo vyao pia inaathirika इनसे भी हमारी ikiwa sisi tunaeleza mafundisho mazuri ya islam basi vitendo vyao vinasimama mbele na watu wanaleta shutuma kwa sababu ya hii juu ya islam mwenyezi mungu atupatie uhuru katika vitendo vyao नमाजों के बाद मैं दो जनाजे भी mwenyezi mungu atuongeze katika mapenzi ya mwenyezi mungu na atujalie tuweze kutimiza majukumu yetu
huzuri anasema baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha jeneza mbili. Moja jeneza yuko hapa ni ya bana Ehsanullah Saheb wa Karachi, ambaye siku hizi alikuwa anaishi Uingereza. Tarehe 19 wa Januari katika umri wa miaka 57 kwa maradhi ya kanser alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa Ahmadin aliyekuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Alikuwa msaliaji wa swala, alikuwa akitoa huduma na alikuwa mwenye subra sana, na alikuwa akitanguliza dini juu ya dunia. alikuwa akiwahudumia wazazi wake, na alikuwa akiwapenda watoto wake, na aliwapatia malezi kwa upole na kwa mapenzi. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awalinde watoto wake ambao wako Pakistan. Tangu miaka 12 alikuwa anaishi hapa, na miaka 4 au 3 kesi yake ya asylum ilikubaliwa, na katika idara ya jaidad alikuwa anaitumikia jumuiya. Ameacha mke, mabinti 6 na mtoto wa kiume mmoja. Mwenyezi Mungu awaangalie watoto wake wote mwenyewe. Jeneza ya pili ni ghaib ya bana Ala Najmi Saheb, ambaye ni kaka wa Ikrama Najmi Saheb. Miaka 10 iliyopita alipata kanser ya ini, na madaktari walisema kwamba ataishi miezi michache tu, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu aliishi miaka 10. Tarehe 9 wa Desemba 2012, siku ya kufa kwake, alikuwa peke yake nyumbani kwake. Binti yake mkubwa aliporudi kutoka shuleni akasema, niache peke yangu, nataka kusali swala. Baada ya muda mfupi binti yake alipokwenda chumbani, alimuona kwamba baada ya kusali swala, baada ya kulala kitandani, alikuwa ameshafariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mtu mwema sana, alikuwa mwenyeji wa Palestina, alikuwa akipenda sana uhalifa, na katika kazi ya jumuiya alikuwa akishiriki vizuri pamoja na ndugu wengine. Alifanya kazi kwa ajili ya kutayarisha program Al-Hawarul Mubarish, na kutoka Arabic desk alikuwa akifanya prufu ya hutuba na vitabu. Alikuwa musi. Katika watoto wake ameacha wazazi, mke na mabinti 2 na mtoto mmoja wa kiume. Mtoto mmoja alizaliwa siku ambayo mimi nilichaguliwa kuwa halifa, ndio maana yeye alipewa jina Masrur Ahmad. Hani Tahir Saheb anaandika kuhusu marehemu kwamba bana Mustafa Sabe Saheb na marehemu walikuwa wakifanana sana katika mapenzi na katika subra na katika unyenyekevu pia. Muujiza ni kwamba wote wawili walikuwa na maradhi ambayo mtu hawezi kuishi kwa muda mrefu wala hawezi kufanya kazi, lakini hao wote wawili walifanya kazi kwa muda mrefu. Hazuri anasema jambo hili ni sahihi kabisa. Marehemu alikuwa akifanya prufu ya vitabu vya Sinama alayhi salatu wasalam na tafsiri ya hutuba zangu pia, na alikuwa akifanya kazi hii katika maradhi sana na kwa imara sana. Alikuwa akifanya kazi hii, na barua ya mwisho aliyoandika aliandika wakati nilipotoa hutuba katika Jamia Ahmadiyya, na barua yake ilikuwa kuhusu ile hutuba yangu. Alikuwa akishukuru sana kwa Mwenyezi Mungu anamwezesha anafanya kazi ya jumuiya. Tahir Nadim Saheb anasema kwamba Najmi Saheb sifa yake ilikuwa hii kwamba alikuwa akifanya wema haraka haraka, kwa sababu alijua kwamba hataishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo alikuwa anataka kujaza siku zake zilizobaki za maisha kwa wema, lakini kama wakati mwingine alikuwa hapati tafsiri, basi alikuwa akisema alikuwa akitoa malalamiko kwamba kwa nini hakupewa hutuba kwa ajili ya kufanya prufu. Katika maradhi sana alikuwa akifanya kazi vizuri, na alikuwa akiandika kwamba
hali yangu si nzuri, ikiwa kuna kazi ya jumuiya basi nitumie. दुआ के लिए yani kwa ajili ya kupata raha alikuwa akitaka kazi ya jumuiya. सब कहते हैं कि मरहूम के kama ni tiba, साथ प्यार का ताल्लुक था। alikuwa akisema kwamba kuhusu maradhi yangu naandika kwa ajili ya maombi, si maana kwamba msinitumie kazi ya jumuiya. जमात की Muhammad Tahir Sahib anasema kwamba mimi na yeye tulikuwa marafiki. इनके नुमाया Alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa akitii nizamu ya jumuiya, na alikuwa akisaidia Arabic desk, हर जलसे पर आने की कोशिश करते na aliwafundisha watoto wake mapenzi kwa jumuiya na khalifa. जमीन पर सोते थे। Na binti yake mkubwa amehifadhi shairi ya Sinam alayhi salam katika lugha ya Kiurdu. Pamoja na kuwa maradhi ya kansa, alikuwa akija kwa ajili ya mkutano wa mwaka, na alikuwa akilala pamoja na wageni wengine juu ya sakafu. Alikuwa miongoni wa wasaidizi wa uhalifa ambao wanafanya kazi kwa kimya, na aliendelea kufanya kazi mpaka mwisho wa maisha yake. Mwenyezi Mungu aendelee kuipandisha madaraja ya marehemu. एक तमन्नाएं और Alipokuwa akiugua, ikiwa habari ya watoto wake ilipoelezwa, alikuwa akisema kwamba Mwenyezi Mungu hatapoteza watoto wangu. जैसे और इनसे बढ़ Mwenyezi Mungu atimize matamanio yake kuhusu watoto wake, na Mwenyezi Mungu mwenyewe awaangalie, na Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia wasaidizi kama yeye, hata zaidi kuliko yeye, na jumuiya aendelee kupatikana wasaidizi kama huyu. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.